Kuna taarifa ambazo ni za siri naenda kufichua hapa kwa kanda hii, kulingana na taarifa zile ambazo zimefika katika chumba chetu cha matangazo ya habari hapa Mbeya, na huenda utashituka bakubwa ikiwa wewe ni Mtanganyika. Na haya yameleta sintofahamu kubwa baada ya Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais ameamua kugeuka na kuwa mnyama mkubwa hapa Tanzania na kufuta Tanganyika na kuhamisha Wazanzibar pekee haswa kwa mamlaka humu nchini. Kabla ya habari hizi za ndani, ikiwa wewe ni mgeni, na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati tunafichua siri hizi ambazo huwezi kuzipata katika vitu vingine vya habari. Cha muhimu cha kuzingatia, usisahau kuponyeza alama ya like. Sasa kuna taharuki hapa ambayo imeweza kuonekana kwa Rais Samia Suluhu Hassan ameamua kufuta Tanganyika na kuamua kuachilia mamlaka yote kwa Wazanzibar pekee. Sasa taarifa hizi ambazo ziliweza kufanyika tarehe 2 mwezi wa 3 mwezi huu ambao tupo, Rais Samia Suluhu Hassan aliamua kumteua ama kuwateua mabalozi ambao idadi kubwa 98% ni Wazanzibar pekee ikilinganishwa na Watanganyika. Ameamua kuhamisha Wazanzibar hapa Tanganyika na kuwapea kazi ya ubalozi, huku akiweka kando Watanganyika. Naomba kukusomea vile aliweza kufanya marekebisho wale ambao watakuwa mabalozi katika mataifa mbalimbali, na asilimia kubwa ni Wazanzibar. Aliweza kumteua balozi Togalani Idris Mavura, amepangiwa kuwa mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa New York. Mwingine ni balozi Mhandisi Cyprian John Luhemeja, amepangiwa kuwa balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Zambia. Watatu ni balozi Salim Othman Hamad, amepangiwa kuwa balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Komoro. Wa nne ni balozi Maulida Bwana Heri Hassan amepangiwa kuwa balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Oman. Watano ni balozi Suleiman Haji Suleiman, amepangiwa kuwa balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini China. Wa sita ni balozi Luteni Jenerali Matthew Edward, amepangiwa kuwa balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Cuba. Wa saba ni balozi Swahiba Habib, ambaye amepangiwa kuwa balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Sweden. Wa saba ni balozi Musa Haji Ali, amepangiwa kuwa naibu mwakilishi wa kudumu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa New York. Wa tisa ni yule ambaye anaitwa kiongozi balozi Daktari Moses Kusiluka, balozi Mhandisi Zena Ahmad Zed, amepangiwa kuwa balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Saudi Arabia. Kwa hivyo wakati unaangalia kwa undani wale ambao wameweza kuteuliwa, wengi wao asilimia kubwa ni Wazanzibar. Yaani Samia ameamua kupeana mamlaka kwa Wazanzibar pekee. Ikumbukwe ya kwamba yeye ni Mzanzibar, rais huyu wetu Samia Suluhu Hassan Mzanzibar amekabidhi
kazi ya ubalozi wa Zanzibar pekee. Hali hii imeleta taharuki, imeleta wasiwasi miongoni mwa Watanzania wote ambao wanajiuliza maswali mengi, kwa sababu Mtanganyika hawezi kuondoka hapa Tanganyika aende kule Zanzibar apewe kazi katika serikali ile ya Zanzibar. Haiwezekani. Lakini Wazanzibar wamehamishwa hapa na kukabidhiwa mamlaka na Mzanzibar mwenzao ambaye ni Samia Suluhu Hassan. Habari zingine ambazo tunazo sasa hivi ambazo ni za siri, sasa hivi baadhi ya wafanyabiashara kutoka Zanzibar wameamua kununua mashamba makubwa katika eneo la Tanganyika. Ikumbukwe ya kwamba Samia mwenyewe kama yeye Mzanzibar yuko na shamba kubwa Tanganyika, lakini tunataarifiwa ya kwamba wafanyabiashara wengi wametoka Zanzibar wamenunua mashamba makubwa hasa katika maeneo ya Iringa, Mtwara, Songea na maeneo mengine. Wamenunua mashamba makubwa, kumaanisha Samia ameamua kuhamisha Zanzibar aiweke hapa Tanganyika ili mamlaka iendelee kuwa katika mikononi mwao. Ndio maana tunasema serikali ya muungano wa Jamhuri ya Tanzania, lakini kile ambacho kinaendelea sio muungano, kwa sababu Wazanzibar ndio wanapewa mamlaka ikilinganishwa na Watanganyika. Na wale ambao ni Watanganyika kwenda Zanzibar hata kununua shamba inakuwa ngumu kidogo ikilinganishwa na vile Wazanzibar wameanza kuhama Tanganyika. Ni kwa sababu ya rais katili ambaye tuko naye mamlakani azingatii sheria zile ambazo zinastahili wakati wa kuongoza na wakati wa kufanya uteuzi, hasa katika nyadhifa mbalimbali za kuwakilisha serikali ya muungano ya Tanzania. Hayo ndio yamefika hapa na tukaona ni heri ama ni vema tuweze kuwajulisha ili mkayajue yale ambayo yanaendelea. Kwa hivyo hii ni siri kubwa ambayo imeleta taharuki na wasiwasi mkubwa haswa kwa Watanganyika, kwa sababu wa Zanzibar ndio wanakabidhiwa mamlaka ikilinganisha na Watanganyika katika taifa letu la Tanzania. Kufikia hapo ndipo na hitimisha taarifa kwa sasa. Tukutane katika taarifa nyingine ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu ya mwisho ukaweze kubonyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati, kwa sababu sisi tuna ya hakiki mambo yote ambayo tunayabeberusha hewani. Kwa heri kwa sasa.